Kwa jina naitwa wakili Edmund Ngemera, ni wakili wa Murufania ambao ni chama cha Waislamu mkoa wa Arusha. Leo tulikuwa mahakama ya rufani ya Tanzania kusikiliza rufaa ambayo ilifunguliwa na Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA dhidi ya chama cha Waislamu mkoa wa Arusha. Kimsingi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, wakijulikana kama BAKWATA kwa kifupi, waliwafungulia wateja wangu chama cha Waislamu mkoa wa Arusha ambao kwa sasa ni wamiliki wa kiwanja namba 34 kilichoko katika jiji la Arusha karibia na stendi kuu ya mabasi pale. Mwaka 2012 walifungua shauri wakitaka kwamba lile eneo wapewe. Of course hoja iliyojificha ilikuwa ni kwamba kwa sababu baada ya BAKWATA kuwa wamesajiliwa, mali zote ambazo vyama vingine walikuwa na miliki zilikuwa zinatakiwa ziende kwao. Lakini mara baada ya shauri ile kuwa limesikilizwa, likawa limetolewa maamuzi na Mahakama Kuu ya Tanzania, hatimaye Mahakama Kuu ilimtangaza mteja wangu ambao ni chama cha Waislamu mkoa wa Arusha kuwa mmiliki halali wa eneo linalobishaniwa ambao ni kiwanja namba 34 area F. Na warufani ambao ni BAKWATA wakulizika, kwa hiyo wakakata rufaa katika Mahakama ya Rufani ya Tanzania kutaka kuona kwamba wapewe eneo hilo. Tumesikiliza rufaa, watu waliokuwepo wamesikiliza. Sisi hatuwezi kusema kwamba mahakama itaamua nini, ila tunachoweza kukisema kwa sasa kwamba tunawashukuru majaji wa Mahakama Rufani kwamba wametupa nafasi ya kujieleza na kipande zote, na tuna imani kwa sababu sisi wote ni watu tunamtegemea Mwenyezi Mungu, na tunaamini kwamba Mahakama ya Rufani ya Tanzania itatenda haki na jambo hilo litafikia mwisho ili mwenye ardhi aendelee kutumia ardhi yake na kwa ajili ya kukuza uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo ndio naweza nikaeleza kwa kifupi. Tarehe ya kutolewa hukumu imeshatolewa kwa siku ya leo. Kama utaratibu wa Mahakama Rufani ulivyo ni kwamba wakishasikiliza watatujulisha, ila kwa sababu kesi yetu ni ya mwanzoni katika kikao hiki kinachoketi mkoani Arusha cha Mahakama Rufani, tunaamini tutapata hukumu ndani ya kikao hiki. Kwa jina Ali Mustafa Muhammad Kihago, ambaye ni mjumbe wa kamati maalum katika jumuiya yetu ya Arusha Muslim Union. Kwanza tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufikia mpaka siku ya leo kuweza kusikiliza ili shauri ambalo limekuja kama rufaa kwenye kesi ambayo alihitaja mwanasheria hapa, rufaa ambayo imekatwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, wakidai kwamba plot namba 34 area F block G kwamba ni wao ndo wamiliki. Sasa ni mahakama kuhukumu na kutoa judgment ambayo tunaamini kabisa itakuwa ni ya haki kutokana na kwamba vielelezo vimetolewa mahakamani. Lakini kuna jambo moja ningependa mimi Waislamu na Watanzania walielewe kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania lilipaswa kuwa ni baraza la kuwatetea Waislamu katika kila jambo, lakini inavyoonekana ni kwamba limekuwa mara kwa mara likiwaingilia Waislamu katika kuwatafutia kama visa ili wasiweze kuendelea mbele na taratibu ambazo walianza tangu huko nyuma miaka ya 1927. Na tunafahamu kwamba ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ambalo lilikuwa lina dhamira nzuri tu ya kusimamia harakati za Waislamu na kuwasimamia Waislamu, lakini badili yake linaonekana kwamba ni baraza ambalo linakwaza Waislamu. Sasa hili naomba sana Mheshimiwa Rais kwanza Samia Suluhu Hassan
aliangalie pamoja pia na Shekhe Mkuu Mufti Abubakar ibn Zubair, yeye pia achangie katika hili, kuona kwamba baraza linatoa huduma kwa Waislamu, sio linawashtakia Waislamu na kuwatafutia visa.